ni neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Neema haijui umeomba maombi kidogo ama umeomba maombi mengi. Neema haijui uliokoka jana ama umeokoka leo. Neema inachojua ni tamanio la moyo wako kutoka kwa Mungu. Neema inachojua ni utayari ulionao wa kupokea. Sema amina. Neema haijui umetoka kanisa gani. Neema haijui wewe mba ama ni mnono. Inachojua ni utayari wa kupokea. Sema amina. Wacha niseme ya kwamba Mungu hajaumba maskini wala hajaumba tajiri. Mungu ameumba mtu kwa sura yake. Kwa sura ya Mungu alimuumba mtu, mwanaume na mwanamke. Na akasema hawa mwisho watakuwa kitu kimoja. Hajaumba tajiri, hajaumba maskini, ameumba mtu kwa sura yake. Haikuishi hapo. Akasema hivi, akamwambia Musa hivi, wewe utakuwa Mungu mdogo, Haruni atakuwa nabii. Utapokea, utapeana, Haruni atapelekea wana wa Israeli. Hii ni wazi ya kwamba Mungu anafanya kazi na mwanadamu, na anafanya kazi na mwanadamu kwa neema yake. Neema haijui kabila. Na kwa sababu ya neema ya Mungu, neema ikiamua kukuheshimisha lazima utaheshimika. Neema ikiamua kukuinua lazima utainuliwa tu. Napenda kuzungumza habari za neema kwa sababu wokovu nimepata kwa neema. Kama watu wangepiga kura, mimi nisingepigiwa kura. Kama watu wangetuma na application ndio niokoke, yangu hata ingeraruliwa, haingesomwa. Mtoto wa mwanamke anapika chang'aa. Watu wangetafuta sababu za kuniondoa kwa laini. Lakini neema ya Mungu, neema ya Mungu ni ya watu wasiostahili ili iwastahilishe. Watu ambao hawana value inawapatia value. Watu wasio na maana inawapatia maana. Neema ya Mungu si ya watu waliokamilika, watu wenye weakness nyingi. Neema ya Mungu si watu walioshinda, watu walioshindwa iwapatie kushinda. Hiyo ni imani ya mtu ako tayari kupokea neema jioni leo. Adonai, utukufu ninakupa. Masaa ndio haya, siku ni ya mwisho. Mbingu ijitukuze, Yesu atukuke. Mfalme, mimi ni madhabahu. Baba, sauti yako yazalisha hayaweni. Sauti yako yapasua majabari. Sauti yako yaunguruma kama maji mengi. Utukufu na heshima na enzi vina wewe. Mtukuze mwana kondoo aliye bora zaidi ya malaika wote, sasa na hata milele. Neema ni ya watu ambao hawana majina mazuri, iwapatie majina. Neema ni ya watu ambao wanamkubali kwa area. Hao ndio neema inatafuta, alafu inawatambulisha kwa mataifa. Hakuna mtu angemkubali Jefta, mtoto wa mwanamke malaya. Nataka nikuonyesha hivi neema inatambulisha. Mtoto wa mwanamke malaya Jefta. Kitabu cha Judges chapter 11 kuanzia verse 1. Waamuzi 11 kuanzia 1. Jefta, mtoto wa mwanamke malaya. Wewe umezaliwa na mama labda wakaseparate. Wewe umezaliwa labda mama akiwa anasoma. Wewe umezaliwa labda mama wakiwa kwenye uchumba, baadaye uchumba ukavunjika, hawakuona baba na mama. Huyu mwenzako ama mwenzetu alikuwa mtoto wa malaya. Sema malaya. Maneno ambayo ukiyatamka kwa madhabahu watu wanaweza ona ni kama pengine unatamka vibaya. Ndio siku nyingine nilisema ya kwamba kuna watu wangeulizwa hii Biblia ikietiwa kama katiba, kuna mistari wangerarua, kuna karatasi wangetoa. Maana matamshi kama haya hawangekubali. Unakoseaje Biblia heshima namna hii? Unaweka vitu vya malaya hapa. Malaya utamwekaje? Weka watakatifu hapa. Weka wale wananena kwa lugha. Weka wale wanaomba masaa 3 hapa. Lakini kwenye Bible
kumeandikwa malaya, kumeandikwa mlevi, kumeandikwa wanaume wenye kutoboa masikio. Iko hapa. Ukiona wanaume wanatoboa masikio leo, iko hapa imeandikwa. Na kulikuwa na sababu mwanaume kutoboa masikio. Haikuwa urembo vile mnatoboa kana kwamba ni urembo. Si urembo, ilikuwa ni alama ya matatizo fulani. Huyu jamaa kama sio neema ya Bwana, wakamkataa, akasema hautarithi pamoja na sisi, wewe ni mtoto wa malaya, ondoka na uende. Akafukuzwa. Baada ya kufukuzwa, neema ikamtafuta, neema ikamshika, neema ikamuinua, neema ikamheshimisha. Hawakuamini kutumana wazee waende kupiga magoti wakimwambia, tunaomba ukuje ufanyike kiongozi wetu. Mbona mlisema mtoto wa malaya, mbona mnanijia leo? Akasema hapana, tuko kwa shida. Kama hujawahi sikia, tuna shida, tunaomba tu tukubali, njoo tusaidie. Akasema kwa kanuni gani? Sema kwa kanuni gani? Hebu sema kwa sauti, kwa kanuni gani? Akasema hivi, mtakubali niwaongoze? Akasema ndio. Wewe ndio pigana vita, baada ya ushindi rais ni wewe, gavana ni wewe, senator ni wewe, mbunge ni wewe. Wewe ndio utakuwa kiongozi. Hebu tusome sote kwa pamoja kwa haraka. Nataka Bwana apeane neema jioni ya leo. Tuanze 1 2 3. Waamuzi 11 mstari wa kwanza. Tuanze. Mahali kuna koma unaweka koma. Mahali kuna full stop, twende moja kwa moja. Haya. Alikuwa mwanamke, alikuwa mtoto wa mwanamke. Imesema women rep. Imesema women rep. Imesema mbunge. Imesema senator. Imesema mjomba. Imesema waziri wa county. Imesema balozi. Imesema rais. Imesema nani? Kahaba. Twende mstari wa pili please. Wewe ni mtoto wa mwanamke. Twende mstari wa 3. Twende. Twende. Wakamwambia nini? Njoo ufanyeje? Awe nini? Na kutumu ufanyike kichwa katika jina la Bwana. Na kutumu we kichwa katika jina la Yesu. Twende. Naam. Endelea. Twende mstari wa 8. Atakuwa nini? Twende.
rudia mstari wa 9 huo. Aha. Aha. 10. Naam. Tumalizie 11. Sema amina. Kama si neema ya Mungu, nani angefanya mtoto wa malaya kuwa kiongozi? Anasema hamkunikataa, mimi ni mtoto wa mwanamke malaya, mbona mnanijia? Akasema hapana, tunaomba tupatie masikio tusikilize. Nikienda nikishinda vita, mtakubali niwe kiongozi? Wakasema ndio, tutakubali. Hii inakuonyesha neema ya Mungu timika. Neema ya Mungu huandaa nafasi ambazo hakuna mwanadamu angekuandalia, lakini neema inakuandalia yenyewe. Hii inakuonyesha neema ya Mungu inaweza kukubeba ikakukalisha mahali ambapo hukufaa kukaa. Naomba leo upepo na neema katika jina la Bwana. Naomba uchukue na uende nayo leo. Huyu ayetenda kwa Jefta, naomba akatende kwako kwa jina la Bwana. Sema haleluya. Ajalishi umezaa ukiwa hujaolewa ama ukiwa shuleni, nataka kusema hiyo si ulemavu wala si ugonjwa. Maana kuna mtu ameolewa na hana mtoto, anangoja Mungu ampe mtoto. Mungu ndiye anajua mbona ulizaa mapema hujaolewa. Majibu anayo Mungu. Lakini sikufanye ukatembea umeinamisha kichwa, sasa mimi nimekwisha, aliyenizalisha ameniacha. Nasema hivi, mwanadamu akikuacha amempa Mungu nafasi ili akupatie cha kwako. Wanadamu akikuacha wamempa Mungu nafasi akupe kile unataka. Wazee wanaenda wanamwambia Gideoni, tunaomba uje. Leo ni siku ya kupokea neema. Sema neema. Leo ni siku ya kupokea neema. Neema inapatikanaje? Neema ni Mungu anapeana. Sema ni Mungu anapeana. Neema ni Mungu anapeana. Ambia mtu neema ni Mungu anapeana. Katika jina la Bwana majeshi. Zaburi 84 mstari 11. Psalms 84 verse 11 inasema hivi. Inasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu. Mungu ni nini? Mungu ni nini? Mungu ni ngao. Mungu ni ngao na atatoa neema na utukufu. Ngao ni kifaa kinachotumika kwa vita. Wakati wa maandamano wanakuaga na ile askari wa maandamano wamebeba inozuia mawe ya vijana kwa barabara. Wakati wa zamani Ukambani, Masai, Kikuyu, Mukisi, Mumeru, ukifanya utafiti utagundua kwamba kulikuwa na ngao walitumiaga mikuki kupigana. Sasa mkono wa kushoto unabeba ngao na mkono wa kulia unabeba mkuki, ili adui akitupa mshale anakinga. Hata Wajaluo mko nayo. Siko dadi. Ngao inatumia kuzuia mashambulizi, kuzuia mishale ya adui, ili wewe ukiachilia yako basi unamaliza. Na ndio maana Goliati, kwa sababu ya ngao aliyokuwa nayo, kwa sababu ya urefu, hakuwa anapiga wana wa Israeli. Alikuwa anasimama kwa mlima anawatukana. Matusi peke yake, sauti anaotoa Israeli wakisikia sauti peke yake watu wanaogopa. Wanasema nani atamweza huyu? Sauti, anaamka asubuhi anasimama mlimani, Israeli wote
leteni mwanaume ambaye mnamjua anaweza pigana na Goliati. Leteni kamba, kuna shujaa mnamjua, leta pigane na Goliati. Wanasimama akiwa juu ya mlima, akiwa na mkuki wake na ngao yake. Na ndio maana Daudi alipomuua Goliati, cha kwanza alichokifanya, alichukua upanga wa Goliati. Hakuchukua ngao, alichukua upanga. Maana Biblia imesema Mungu ni ngao. Ndiye aliyesababisha Daudi akashinda Goliati. Akachukua upanga wake, akakata kichwa cha Goliati na akakiinua juu, akaambia Wafilisti, wapi shujaa wenu? Alikanyaga namna hii, akakanyaga, alikimbia, akakanyaga, akatoa upanga wa Goliati, akamkata kichwa upanga wake mwenyewe. Alipomaliza akainua juu. Na wewe kanyaga namna hii leo. Lazima utakanyaga Goliati wako leo, lazima utakanyaga leo. Sema haleluya. Daudi anasema Mungu anatoa. Kwa hivyo Daudi hajashinda Goliati kwa sababu experience ya vita, no. Daudi amesema kwenye Bible, wafundisha mikono yangu vita, vidole vyangu shabaha. Mwana wa Yesu. Na akasema, akanukuu, akasema, Daudi akasema hivi, umenipaka mafuta kama pembe ya nyati. Vile nyati anatumia pembe kupigana, Daudi analinganisha. Maana alikuwa mchungaji, aliishi porini, alikuwa anachunga mifugo, anajua nyati vile anapigana na simba wakati simba anamvamia. Sema amina. Ndiyo akasema Bwana anatoa neema na utukufu. Utukufu ni nini? Jambo, neema ya Mungu ikiachiliwa, yale matokeo ya neema basi yanampa Mungu utukufu. Wakati neema Mungu imeshuka, vitu vinapotendeka, watu wanapookoka, unapobarikiwa, unapotajirika, unaposomesha watoto, unapoinuliwa, Mungu anapata utukufu. Maana hakuna pesa tunaweza mpea Mungu ukasema hiyo itamuridhisha. Chakula cha Mungu ni sifa za watakatifu. Chakula cha Bwana sifa za watakatifu. Wakati mnaimba namna hii, mbingu inafurahia. Na ndio maana adui alikopi leo, akapea watu, shetani akakopi, akapea producer wenye wako upande wake. Vijana wanatengeneza biti, ikiwekwa mahali, iwe ni kwa matanga, iwe ni kwa matatu, jamaa ameokoka anazianza mwenyewe. Anasema ni biti, hiyo biti ni nzuri. Anauliza na mwanzake, mbona unaimba wimbo dunia? Hata hapana, mimi ni biti, siimbi maneno yake, ni biti. Maana kuna nguvu ndani ya hiyo biti. Maana shetani ameipaka mafuta yake, amepeana neema kwa watu wake ili wafanye vitu ambavyo watu watamjua. Na Mungu wetu ni mkubwa. Maandiko yanasema wanaomjua Mungu wao watafanya mambo makubwa. Na tangazo ukafanya vitu vikubwa, ukafanya mambo makubwa wewe. Sema haleluya. Mungu anatoa neema na utukufu. Bwana atakupatia leo. Na tangaza atakupatia. Mungu atakupatia. Sema haleluya. Mungu atakupatia leo. Sema haleluya. Natangaza Bwana atakupatia. Wakupe muda kidogo, wakupige picha mapema. Historia yako inabadilika mapema. Wakupige picha mapema kabla Bwana hajatenda. Sema haleluya. Na ndio maana Biblia haizeeki. Nilikuwa najiuliza, wakina Abednego Mwanjala wameimba nyimbo tangu miaka ya 90. Lakini hata saizi ukisikiliza zile nyimbo, unasikia kuomba, unasikia kutiwa moyo. Miaka ya 90, miaka ya 80 wakina Munishi. Lakini ukisikiza nyimbo zao, unasikia kumgeukia Mungu, unasikia kujengwa. Maana waliimba chini ya mafuta ya neema. Waliimba chini ya neema ya Mungu asiyezeeka, Mungu asiye na uzee, Mungu asiye na uzee, miaka yake haina hesabu, haina kikomo. Hivyo akikubariki, baraka zake hazina kikomo. Sema amina. Naomba Bwana atoe neema kwako leo. Yaani akupatie neema leo. Naomba Bwana, si kwa ajili ya jiwe na kombeo,
kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Daudi akasema haya maneno kwenye kitabu cha Zaburi 89 pale. Sikiza 89. Psalms 89. Psalms 89. Psalms 89. Zaburi 89 kuanzia kwenye ule ubeti wake wa ubeti wa 20. Kuanzia mstari wa 20 anasema hivi: nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta matakatifu. 21. ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake, mkono wangu utamtia nguvu. Mwana wa adui hatamuonea, wala waovu hawatamtesa. Natangaza mateso hakuna leo. Natangaza hakuna mateso leo. Usicheze na watu walio na neema, huwezi kuwaweza. Inasema hivi 22. Adui 22 inasema adui hatamuonea, wala mwana wa muovu hatamtesa. 23 inasema hivi: bali nitawaponda watesi wake mbele yake. Ndiyo maana ilikuwa lazima Goliati auawe. Amesema ataponda. Ameona Daudi mwana wa Yese amempaka mafuta matakatifu, na Mungu akasema kuonewa si sehemu yake. Neema huzuia maonevu. Neema huzuia kudharauliwa. Naomba neema ipigane kwa niaba yako. Neema itete na unaoteta na wewe. Neema iongee kwa niaba yako. Sema haleluya. Kuna watu wako tayari kuipokea neema ya Bwana. Bwana amesema mwana wa adui hatamuonea Daudi. Wewe si wa kuonewa. Nataka kusema hivi: nionyeshe adui wako anayekutesa, ni kuunganishe na Mungu wa mbinguni aliyekumba, shughulike na yeye. Nionyeshe Goliati wa maisha yako, nami nitakuonyesha Mungu wangu wa mbinguni. Nionyeshe Goliati kwenye biashara, nionyeshe Goliati kwenye ndoa. Akuwapi Goliati wako? Nionyeshe yeye, nami nitakuonyesha Mungu wa majeshi aliye mbinguni. Amesema amekupaka mafuta yake matakatifu. Kama kuna mafuta matakatifu, ina maana kuna mafuta machafu. Kama kuna mafuta matakatifu, kuna mafuta mabaya. Daudi anapakwa mafuta na Samueli. Mungu anaita mafuta matakatifu. Akasema mwana wa adui hatamuonea. Sijui unaonewa na watu wa aina gani. Sijui ni nani ambaye amekuwa kero kwako. Leo natangaza hivi: waliokutema mate watamani maisha yako. Waliokutema mate watamani vile unaendelea. Watamani heshima ulionayo. Wakusikie kwa vyombo vya habari, wakuone kwenye runinga, wakusikie kwa maredio. Watangaza pokea hiyo. Kutana nao airport. Wakienda Katari, unaenda Amerika. Wakienda Dubai, unaenda China. Sema amina. Ninaongea na mtu ambaye umechoka, unasikia kukata tamaa. Nimetumwa nikwambie, neema itakubeba. Neema itakubeba. Neema itakubeba. Wanadamu watakubeba. Neema itakubeba. Wanadamu watakusaidia. Neema itakusaidia. Neema itakutetea. Neema itaongea. Neema itaongea. Sema power. Nimemuona Daudi. Sijui wewe umeonekana na nani kanisani. Naomba Asha asikuone, Apostle Muru asikuone, lakini Mungu aliye mbinguni akuone. Naomba nisione matatizo yako, lakini Mungu niliyembeba ndani yangu aone matatizo ulionayo. Maana akiona analeta suluhisho. Akiona analeta majibu yako. Akiona analeta tabasamu yako. Akiona kilio chako anakupatia kicheko wewe. Wacha nitangaze, wanaokufuata kwa siri, wanaofuata maisha yako kwa siri, wanaokuinda kwa siri, Mungu atapigana kwa wazi. Mungu atawanika wazi.
Na tangazo kitoka hapa, wafarakane wao kwa wao, wafarakane wao kwa wao, wapigane wao kwa wao, wapigane wao kwa wao, wapigane wao kwa wao. Watangazo leo, wapigane wao kwa wao. Yale madawa yao, yale machini yao, yale mapepo yao wataregeshewa, wataregeshewa, wataregeshewa. Sema power. Upanga wa Sauli wenye aliwinda nao Daudi, kama hujawahi jua, upanga wa Sauli aliotumia kumuinda Daudi amuue, ndio Sauli aliutumia kujimaliza. Baada mapambano, usipambane na mtu mwenye neema, utaisha mapema. Support neema usio nayo, support alionayo utapewa ya kwako. Support neema usiokuwa nayo, na hiyo utamchochea Mungu naye akufanye usapotiwe na wengine. Lakini wakati unapambana na neema ya Mungu ndani ya watu wa Mungu, unapambana na Mungu mwenyewe. Wakati Petero wako gerezani, kiwete amepona, miaka 40 ametembea, wakaitwa kwa kikao cha wazee wa baraza, wakasema watu hawa lazima tuwanyamazishe, wasihubiri kwa jina la Yesu, maana wanageuza watu kwa Yesu tusiyemjua, wanaleta imani ya kigeni. Ni kama vile baba yangu anasemaga, daktari, kama kuna wahubiri tuko na vita, ni mhubiri deliverance. Ukiombea watu akipona, anatumia madawa. Wakija kwa mkutano wakosa kupona, neema iliisha. Ukiombea mapepo zikitoka, anakujaga na mapepo yake, anaingiza watu. Mapepo asipotoka, mliona hata mapepo zikienda, si niliwaambia hakuna mahali ataenda? Si mnaona watu ukiombea watu watajirike. Tuliambiwa upasa amejiunga na chama cha devil worship. Yaani anapewa power kuzimu, anawaletea pesa wao matajiri. Huduma deliverance ina vita kwa sababu mwanzilisho deliverance ni Yesu mwenyewe. Yeye ndio wa kwanza kufanya launching ya deliverance, akasema Roho Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta kutangaza habari njema, kufungua waliofungwa. Na kutuma leo nenda katikisha maeneo, na kutuma leo nenda kaponye wende wazimu, na kutuma leo katembeze viwete, na kutuma leo, na kutuma leo matasa wakazae, matasa wazae, walemavu wapone, watu wataokoka. Ruka juu, sema pa 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 pa. Ruka juu, sema pa. Ujaruka, ruka, sema pa 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 pa. Kama unasema pa pa, hebu ruka juu, sema pa pa pa. Ruka juu bwana, sema pa 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 pa. Sema pa 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 pa. Pa 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 pa. Ruka, sema pa 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 pa. Pa 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 pa. Sema haleluya. Turn right, turn left, patie mtu high five. Mwambie lazima niondoke na neema. Turn right, turn left, mwambie lazima niondoke na neema yangu leo. Sema amina. Sema amina. Kwa hivyo mtu wa Mungu ukisimama, kama una neema ya mashetani kupiga nduru, watu wapiga nduru waende. Maana usipopiga nduru, ukimaliza wataongea. Fanya, wapatie topiki. Nasema na kutuma kwa majirani zako wewe, na kutuma kwa plot unaishi, na kutuma EPZ pale. Nasema hivi, Muhindi ameanza kukufa kifafa. Mwambie kwa mafuta baba yangu Askofu Mwaura, leo ninakuamuru kwa mafuta Bishop Mwaura. Hata kama ujui maombi, sema hivyo, najiunganisha na neema ya baba yangu Askofu Mwaura na Reverend Martha Mwaura. Pepo toka. Sema haleluya. Wewe ni mshirika Pastor Evelyn, sema hata kama hujaikemea pepo, sema kwa neema mama yangu Pastor Evelyn, na kuamuru pepo ndani ya manager wangu toka. Hata kama atakojoa hapo, wacha jikojolee, ataacha testimony. Pepo alimtoka kijikojolea. Kwani wewe mbona unashanga?
Yesu anakutana na mtoto mwenye kifafa ambaye alikuwa na shida ya kutafuna ulimi na kuanguka ndani ya moto. Na leo daktari wanasema hakuna dawa ya kifafa. Mimi nimekuja niwaambie kuna dawa ya kifafa, inaitwa Jesus Christ. Huyo ni dawa. Haleluya. Maandiko anasema wakamletea mtoto mwenye pepo wa kifafa. Pepo alipomuona Yesu tu kumuona akaanguka chini. Alipoanguka akaanza kugaga. Na Yesu akauliza, amekuwa hivi tangu lini? Baba akamwambia tangu akiwa mtoto mdogo. Inamaanisha alikuwa ni mtu mzima. Amemwangusha kwa moto, akamwangusha kwa maji, akamwangusha, amenasaga meno, anatoka na povu. Bwana tusaidie. Yesu akasema, pepo wa kifafa na bubu, ninakuamuru mtoke huyu na uende. Akapiga nduru, akamtoka, akaenda. Nasema injili kama haina miujiza imekuwa dini iliyokufa. Kinachotofautisha injili ya Kristo Yesu na injili ya mwana wa Mungu aliye hai ni matendo baada ya injili. Yesu akasema, nimewapatia nguvu na mamlaka, mtaponya wagonjwa, mtatoa mapepo, mtanena kwa lugha. Natangaza leo ukiwa PZ, ukiwa kwa barabara, Pasa Berinego, popote mnapitia watumishi wa Bwana, Vinyamkera, majini ya Mombasa, wanapiga nduru wenyewe. Yani zamani haiwezekani muganga akiishi mahali anaogopewa. Na watu hiyo ni bomo ya muganga, si ya kuchezewa. Leo watu wananika nguo, wanaibiwa, wanaogopa kuanika nje. Watu wanaiba mpaka kanisani, hawaibi kwa msikiti. Hakuna maombi ya neema na muombea. Akutane na treri mkate vipande vingapi? 3. Yesu aliweka very clear. Sikiza, alisema hivi, wa upanga atakufa kwa upanga, which means kama mtu hataacha wizi atakufa na wizi. Kama hataacha umalaya atakufa na umalaya. Kama hataacha ujambazi atakufa na ujambazi. Kama hataacha uganga atakufa na uganga. Natangaza leo, fire for fire, fire for fire, fire for fire. Na iachilia leo. Pokea hiyo. Pokea hiyo. Pokea hiyo. Pokea hiyo. Katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama umewahi jua kuna watu wanaweza enda kwa mkutano kuona ni nani ataanguka, ni nani atatapika, nani alikohoa sana, nani alikuwa anarusha mateke, anafungwa na asa mateke ya mbele nyuma, ili kesho Jumatatu mahali atapita. Mimi nawaambia hata kuombea watu wanaangusha watu kila siku, hao wanaingiza kama shetani hao. Hao wanaingiza. Yesu akasema hivi, very clear akasema hivi, kama mimi mti mbichi wamenitendea hivi, je, nyinyi mti mkavu? Alafu akasema hivi, walionikubali mimi watawakubali nyinyi, aliyenikataa atawakata. Ukiona mahali ukubaliki na unajua kabisa kwamba unachofanya hauko nje ya Biblia, ni kile Yesu hata angekuwa hapo wangemfanyia. Nini cha kufanya? Endelea kufanya. Uza biashara, wacha kuogopa maneno yao. Fanya kazi yako. Sema haleluya. Natangaza leo kwa neema ya Bwana na vile tumeimba, watu wanapona wakiwa hapo. Watu wanapona wakiwa hapo. Watu wanapona wakiwa hapo. Watu wanapona wakiwa hapo. Sema haleluya. Ebuka. Nimeombea dereva wa trailer. Ana hirizi 7. Hirizi ngapi? Lakini hirizi ya mwisho haishiki moto. Maana baada ya kuokoka alileta zile hirizi. Ilikuwa imefungwa pande moja red, pande moja black. Unapiga kiberiti inazima, kiberiti kinazima. Unawasha kinazima. Ametoa kwa mganga. Inakuonyesha nguvu ya huyo mganga hakuna mwanadamu anaweza kuishinda. But Jesus Christ, the Son of the living God, anaweza fanya mganga akaparalyze. Nikamwambia
hirizi aliyekupeana ni mwanadamu, utashika moto. Maana nimetumana watendakazi waichome, wananirudi wananiambia apostle, hirizi haishiki moto. Tunapiga kiberiti, haishiki moto. Kaambia twende, iko wapi? Iko hapa. Hirizi ninakuongeresha uwe na masikio na usikie sauti ya Mungu. Chochote kiko ndani yako, kama si mmea, kimetoka kwa mnyama, na mnyama anasikiaga. Ndio maana anaweza sikia sauti ya adui akakimbia. Kile mnyama hana ni akili ya kufanya maamuzi ya sawa. Uisikie sauti ya Mungu. Na hirizi ikachomeka. Nimekutana mtu akona kifimbo kinatoshana hii microphone, amekitoa Tanzania Sumbawanga kulinda shamba, na alipeana pesa mingi. Lakini aliposikia injili ya neema, neema inalinda, neema inatetea, akaniambia mtu wa Mungu, ibadi kisha naomba kukuona. Kaniambia mimi niko na fimbo nilipewa Tanzania, na si kwa kuroga mtu, ni kinga vita vya shamba. Baba yangu aliuawa kwa sababu ya shamba, na tunanyang'anywa shamba na watu wa familia. Nikaamua hata kama ndugu zangu hawaelewi, nitasimama na wao. Mimi nikaenda Tanzania, nikatafuta fimbo yangu, ndio hii. Fimbo ya black, inakaa black, inakaa brown. Fimbo ajabu ajabu. Tulipokuwa tunaichoma, inajikunja kama plastiki. Na ni mti, inajikunja kama plastiki. Lakini mwisho ikashika moto, ikateketea, ikamalizika. Mpe Bwana makofi, leo vinaisha. Nataka nikupe vitu vitatu. Vitu vitatu. Chukua kalamu yako unaandika vitu vitatu ambavyo neema inaenda kushughulikia. Vitu vitatu. Vitu vitatu ama vinne vile neema inavishughulikia sasa hivi. Asante Roho Mtakatifu. Sema Bwana nipe neema. Number 1, neema itakutetea. Neema hututetea na maadui. Neema hututetea na maadui. Neema hututetea na adui wa wazi na adui wa siri. Neema hututetea. Number 2, neema itakutetea na watu wanaosema utanijua. Watu wanaokuambia utanijua, wanaotamka utanijua. Zaburi 71:11. Zaburi 71. Naomba msomaji kwa haraka tu, nataka kukimbia nipeane hizo alafu Bwana apeane neema. Zaburi 71. Nipate mtumishi wa Bwana mmoja, mtumishi wa Mungu mmoja tu ajitolea nisome Biblia. 71:11. Tunasema hivi: wakisema Mungu amemwacha, mfuatieni, mkamateni, hakuna wa kumponya. Wale wanaosema umeishiwa, wale wanaosema tutamkamata, tutamumaliza, leo neema inaenda kudiri na wao. Rudio mstari watu waelewe kile Mungu anaongea. Wakisema Mungu amemwacha, Mungu amemwacha, mfuatieni, mfuatieni, mkamateni, kamateni yeye, hakuna wa kumponya. Hakuna kumponya. Wale wanasema wakufuate, Mungu atawafuata nyuma yao. Hakuna mkono wa adui utakamata maisha yako. Naomba mkono wa Bwana utateta na wao. Sema haleluya. Number 2, neema itakutetea na watu wanaosema hivi: watu wanaosema hautanifanya chochote. Ushaisikia mtu anasema hautanifanya chochote? Neema ya Mungu itakutetea na watu wa aina hiyo. Maana we hautawafanya, but neema itawafanya. Maana wakisema hivyo nyuma yao wako na power fulani. Neema itawashughulikia. Sema amina.
Tusomee kitabu cha Ezekieli 35 mstari wa 12. Nawe utajua ya kuwa mimi Bwana nimeyasikia matukano yako yote ulionyanena juu ya milima ya Israeli, ukisema wamefanyika ukiwa, wametiwa katika mikono yetu tuwale. Mungu anaongea na adui ya wana wa Israeli wanaosema wale wanawatukana, wale wanasema kama ameokoka, mbona amejaa madeni, mbona amejaa shida, mbona anatuombaga, anachelewa kanisani, anarauka mapema, mbona hana kile, mbona hana hiki. Wale wanasema anajifanya kimbelembele sana. Petero alikuwa kimbelembele, akachupa kwa kupita mitume wengine. Sema amina. Bwana amesema kwa neema ya Mungu, Mungu atasikia matukano. Wale wanatunga maneno kinyume chako, wanatunga vitu wa kusema kwa kampuni, kwa familia, unawekelewa mambo. Bwana anasikia katika jina la Bwana. Nataka kusema kwamba neema ni currency, sema currency, ambayo tunaitumia kununua vitu kwenye ulimwengu wa roho. Neema ni pesa ambayo inakupa nafasi ya kununua vitu vya kiroho ambavyo haungeweza kuvipata. Sema amina. Neema ni password, sema password, ambayo inakupa access kufikia hatima yako, kufikia baraka zako, kufikia malengo yako, kutimiza ndoto yako. Neema ni password. Ambia mtu neema ni password. Sikiza hii. Asante Roho Mtakatifu. Number 3. Neema itakupigania na watu wanaosema utanijua mimi ni nani. Kuna mtu anasema tu utanijua, na kuna mtu anasema utanijua mimi ni nani. Ushakutana na mtu kama huyo? Yaani mnaishi na yeye, lakini kuna siku anakuambia ujawaini utanijua mimi ni nani. Tusome Zaburi 118 mstari wake wa 7. Inasema hivi. Msomaji wangu, yes. Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Mungu akiwa upande wako, wanakuambia utanijua mimi ni nani, utawatazama kama wameshindwa. Watakufuata kwa siri, lakini hawatakushinda, utawashinda. Natangaza ya kwamba wewe si mbegu ya kushindwa, madamu ni mbegu ya kushinda. Anasema Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Wakisema utanijua mimi ni nani, wewe mjibu tu Bwana yuko upande wangu. Hiyo tu. Mwambie Bwana ni msaidizi wangu. Malizia kumwambia wanaonichukia nitawatazama wakiwa wamesarenda. Sema haleluya. Natangaza wakasarende watesi wa maisha yako, wasarende kwenye maisha yako. Sema haleluya. Utaona wamesarenda watu wenye neema, hawajawahi shindwa na hawatawahi shindwa. Hatufanikii kwa sababu ya maombi mengi, tunafanikiwa kwa sababu ya neema. Hatuendi mbali kwa sababu tumefunga siku nyingi, tunaenda mbali kwa sababu ya neema iliyotubeba. Hebu shika mtu mkono, mwambie katika jina la Yesu, Mungu yuko upande wako na msaidizi wako. Wanaokuchukia utawaona kwa macho yako wakiwa wameshindwa. Sema amina. Neema inamfanya Mungu awe upande wetu, nasi tu upande wa Mungu. Paulo akasema, ni nani aliye kinyume chetu? Kristo akiwa ndani yetu ni nani? Nani aliye kinyume chako? Maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye ndani yao.
aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje yako. Natangaza pokea kushinda katika jina la Bwana. Mimi ninakuombea mapambano ya kiroho, ya kwamba Baba atapambana na wao, atapambana nao asubuhi, atapambana nao mchana, atapambana nao jioni, atapambana nao kwa barabara. Sema power. Jambo lingine, hebu tusomee Zaburi 40:14. Zaburi 40:14 kusupport hilo wanaosema utanijua mimi ni nani. Bwana yuko upande wetu. Sema neema inamleta Mungu upande wetu. Somee Zaburi ya 40 mstari wa 14. Waaibike, wafedheheke pamoja, wanaoitafuta nafsi yangu waiangamize. Warudishwe nyuma, wataharishwe, wapendezwao na shari yangu. Neema ya Bwana huleta aibu kwa maadui. Neema ya Bwana huwaregesha adui zetu nyuma yetu. Ona kwenye bahari ya Shamu, tafuta namba ya Farao, mpigie. Wamefika bahari ya Shamu, mbele ni maji, nyuma ni Wamisri wanakuja. Wakasema, Musa tumeisha, tulikuambia tuache tuwatumikie Wamisri, ukasema tunaenda. Haya ndio mambo tulikataa mapema, ukasema twendeni. Sasa angawa Misri ndio hawa, bahari ndio hii. Musa akajua neema aliyobeba, maana alimwambia Bwana usipoenda na mimi sitaenda. Alijua aliyemtuma ni nani. Nataka uelewe muujiza uliyobeba, nani aliyekupatia. Wakati vita vimeinuka, rudi kwa madhabahu uliyopokelea muujiza. Eleza madhabahu ambayo ilitumika kukupakulia baraka zako. Madhabahu itaongea. Rudi kwa nabii, nabii aliyotumiwa na Bwana. Mwanamke yule Mshunami, yeye alijua nabii aliyetumika kupata mtoto ni nani? Elisha. Maana alipoambia na Elisha, mwakani majira kama haya utakuwa na mtoto, mama akasema hapana, mtu wa Mungu unadanganya, mimi nimepita, niko menopause, nitazaa namna gani? Lakini akasema mwakani majira kama utakuwa na mtoto. Sikiliza, ilipofika mwakani mama akapata mtoto, alafu mtoto akagonjeka akafa. Mama hakwenda kwa hospitali, mama hakuita Uber, mama hakuita bodaboda. Alitambua madhabahu, alitambua neema ya nabii aliyetamka, akapata mtoto. Na akaenda kwa Elisha akamwambia, sikukwambia mimi mwanamke wa watu sitazaa? Sasa nimezaa na amekufa. Elisha akamwambia Gehazi, chukua fimbo na uende ukamwombee mtoto. Na akamwambia condition ni hii, usisalimie watu kwa njia. Kumbe saa nyingine ukiona mchungaji kuna kitu amefanya nini? Angalia Yesu alipoguswa na mwanamke, Biblia inasemaje? Yesu akasema nguvu zimenitoka. Ameombea watu lakini kuna mwanamke ambaye ana matatizo kupita watu wengine, ana shida kuliko watu. Hakuna mwanamke alikuwa amebleed miaka 12, ndiye peke yake. Cha pili, alikuwa tajiri, hakuwa maskini. Alikuwa na shida mbili. Cha kwanza mgonjwa, cha pili amefilisika. Hapa kuna watu anamdharau, ameishiwa na pesa, hakuna magari wa kushonea wamechukua. Kuna watoto wako nyumbani waende shule. Hapa kuna watu anasema kalikuwa kanaringa kanakufa. Alipomgusa Yesu, nguvu zikamtoka. Saa nyingine praise and worship, be careful. Mwambie be careful. Nisaidie kuhubiri praise and worship. Mwambie be careful. Unaweza ukapewa lollipop na mtu ukapewa PK peremende, kumbe anakuataki sauti, anakamata maombi. Unakula PK ukisimama hapa, ni wewe, ni wewe Bwana, ki ni wewe, Bwana ni wewe. Kwani ni mama anasukuma mtoto? Maana hao hata Biblia imesema ya kwamba wakati wanazaa wanaliaga. Biblia inasema hivyo. Kama mwanamke aliavyo, kama asikiavyo uchungu wakati anazaa,
ndivyo Mungu anasikia uchungu tunapoteseka. Unasikia daktari anamwambia push. Unapewa, wala mnapenda chew gum. Ukiona chew gum ni kama spana imeona nut, spana imeona bolt inataka kufunga. Ukiona chew gum ni kama spana, ni kama pliers imeona msumari ishike. Ni kama spark imeona msumari ama wembe. Please be careful. Na hata saa nyingine mtu anaweza kuja hata anakupenda anakupa, unakamatwa sauti, unamalizika. Elisha akamwambia usisalimie watu, nenda. Gehazi alipoenda na alipewa fimbo, ile fimbo inasimamia neema, alipewa neema, lakini masharti ni kwamba asisalimie watu. Nenda. Alipofika mtoto hakufufuka. Ikabidi mwanamke akasema, bwana wangu, nilisema huyu asiende, nilitaka. Maana hata kwenye kuondoka imani ya yule mama ilikuwa imekataa Gehazi mapema. Elisha anamwambia nenda, asema pana, mimi nataka wewe. Mama please nenda, kwa sababu nabii amesema, ilibidi atii, na akaenda. Aliporudi mara ya pili, Elisha akaenda, mtoto akafufuka. Kuna vitu vingine ulivyopoteza, rudi kwa nabii aliyekutamkia. Sema amina. Sema amina. Natangaza leo kwa damu ya mwana kondoo, waliokamata anga yako, neema itakufungua leo. Yaani umeombewa na Pastor Evelyn, umepata kazi, fungu la 10 unatumana kwa unaenda tumana sadaka, ukasapoti mtumishi wa Bwana, amekubariki na huduma. Maana ikiwa kama hautabariki yule mwingine kwa TV, hata baba yako akiinuka wewe na TV, wengine hawatambariki. Baraka ni two way traffic, unapenda upewe. Na nielewa? Lakini fungu la 10 unatoa kwa madhabahu, unalelewa kiroho kwa baba yako wa kiroho. Fungu la 10 ni tofauti na sadaka, tofauti na mchango, unatoa kwa kuhani wako. Na kuna watu wengi mko hapa hata mishahara imepunguzwa kwa sababu mmekuwa matapeli wa fungu la 10. Majambazi mnahitaji kufunguliwa koti. Materoristi, Elishababu wa fungu la 10. Boko Haram, M23 wa Kongo. Hii inamaanisha vile Kenya wanaiba fungu la 10, hata Kongo wanaiba nini? Ndio maana tuko na M23 Kongo, hapa tuko na Elishababu. Ndio maana tuko na Boko Haram wapi? Kule Nigeria, hapa tuko na Elishababu. Kumekuja magunzi basi. Kumekuja nini? Magunzi wamekuja. Sasa hao ni wengine wamekuja na formula nyingine. Magunzi ndio hawa. Anaona fungu la 10 ni 500,000. Anaangalia, anaona viti vya Sunday school vimevunjika. Gunzi huyo anakununua viti vya Sunday. Yes daddy. Bwana ametenda, nimekuja na viti vya Sunday school. Nimeona msifanye mchango, mimi nimenunua viti. Ulitumwa, uliambiwa na Mungu kiti fungu la 10 ununue viti vya Sunday school. Utanipea Biblia tusome na wewe before tuende kwa baba yetu wa kiroho. Magunzi hao. Magunzi tunajenga. Fungu la 10 lake ni 1 million. Anapiga mahesabu, anaona mabati ni 200,000 ama 300,000. 300,000 mabati. Tunapiga makofi. Silikuwa 1,000,000, 700,000. Gunzi huyo. Tunanunua uwanja kujenga kanisa, unahitaji 2,000,000. Gunzi fungu la 10 lake ni 500,000. Anasema hii hata kuna mchango 2,000,000. Kesho wazee wakuje, cheke 2,000,000, 3,000,000. Gunzi. Yaani hiyo mwezi mkaseme amen. Hiyo mwezi mkaseme amen. Gunzi huyo ameona reverend hiyo tai imekaa sana. Fungu la 10 20,000. Anatafuta tai ya shilingi 1,500, anakuja nayo na smile, big smile kama spanner ya fix. Big smile na tai ya 1,500. Unaitwa daddy, unaitwa mgosi, unaitwa bo, unaitwa majina yote kwa 20,000.
amenunua tai ya 1500, 18,500. Gunzi huyo. Sema amina. Ameona kibeti cha mama pasta kimeisha, anaamua fungu la 10 30,000. Anatafuta kibeti cha 3,500 na cha mama cha shilingi 700 ama cha 1,000. Anapiga cha 3,500. Mwanangu aki, hata jana nilionyeshwa. Gunzi huyo 20,000. 26,500 simeingia hapa. Gunzi huyo, sema gunzi huyo. Anaangalia, anasikia mtoto wa pasta ako nyumbani ana school fees, amefukuzwa. Fungu la 10 200,000 ama 300,000, na hiyo balance shilingi 7,500. Umepigwa 7,500, mtoto ameenda shule. Haki mwanangu, unapiga magoti, Mungu mbariki. Mungu akiwa anaangalia. Gunzi abarikiwe. Gunzi 30,000 gunzi. Sema amina. Wapendwa, leo imekuwa challenge. Watu waliokoka anachukua loni, anafilisika. Wale wajaokoka anachukua loni, sababu ni kwamba ukichukua loni unakula mbegu mpaka na chakula. Sema mbegu. Watu wanakula mpaka mbegu, unakula mpaka fungu la 10 na umechukua loni. Number 1, ukichukua loni fungu la 10, wakati benki na kusukuma, unakuja kwa madhabahu. Mungu, tulikula na wewe. Tulikula na wewe Bwana. Tulikula na wewe Bwana. Unimwambia Mungu, mimi nilikula vipande viwili, ukala vipande 6. Si kama unaenda kile naongea. Msichana wako alipoolewa haukutoa mahali, haukutoa fungu la 10 ya hiyo pesa. Siku ile amefukuzwa, ndio nakuja kulia kikamba. Inabidi pasta aite watu wa kukubembeleza kunyamaza. Siku ya mahari, hata pasta labda hakuambiwa, hata pengine lakini kikiumana, unamuita dadi, unamuita mgosi, unaita msahulu, unamuita abo, unamuita jaduong, naitaka jaduong, unaita jaduong, Wakamba mnaitaje baba? Unamuita tata. Wakisii mnaitaje tata? Wakisii ni sawa na Wakamba wanaita tata. Mikikenda mnaitaje baba? Wataita tunaitaje? Aba. Aba Mulungu, aba nitesie. Leo natangaza kila gunzi wa kiroho lazima atangolewa ndani yako, ili ukifungua biashara lazima itaendelea. Tunakataa umaskini kwa makanisa, tunatangaza utajiri. Sema power. Yaani hiyo mwezi mkasema amen, sababu nimesema fungu la 10. Sema amina. Uko ready kupokea neema? Wapendwa, ni makosa Mkristo aliyeokoka unamtumikia Mungu, naomba, unanena kwa lugha, unafungua biashara inafungwa. It is wrong. It is wrong. Ni makosa. Huyu anaenda kwa mganga kwa sababu anatii masharti. Kila baraka ina masharti yake. Kila serikali ina mfumo inayotumia kuongoza taifa. Kila kiongozi akiingia kwa mamlaka ana mfumo ataka utumia. Mifumo haifai. Kwa baraka za Bwana zina mifumo yake, na kule kwa shetani wana mifumo yao. Nasema yote uliye na loan uko hapa, nimekuja kukuambia hivi, Mungu akuinue mpaka uanze kusaidia mabenki. Wakipungukiwa na pesa wanakupigia simu. Wale ambao hauweki pesa kwa banki zao wakutafute wenyewe, kwa sababu watu wanataka pesa na hawana pesa. Pokea hiyo wewe. Pokea hiyo wewe. Na hiyo ni wale watakataa kuwa gunzi. Sema nimekataa kuwa gunzi wa kiroho.
Sema nimekataa kuwa terrorist wa kiroho. Nimekataa kuwa Al-Shabaab wa kiroho. Neema. Sema neema. Neema itafanya. Leo mtu ananunua gari ya milioni 2, anadedicate na shilingi 2,000. Na insurance ameweka ni ya pesa ngapi? Gari ya milioni 2 insurance yake. Yes daddy. Yes pastor. Yeah. 100,000. Anakuja kwa dedication, amebeba, anaendesha Prado, Harrier, anaendesha gari yote ile Mungu amekupea. Ikizidi sana ameweka 10,000 ndani. Tena hiyo labda hata kama ni ndugu amesukumwa na mama, atanie peke mwana, ataniaibu peke mwana. Sema peke mwana. Ongeza kitu, ongeza kitu. Na ndio unaona hata kwa Nabali. Nabali alikuwa tajiri, lakini alisaidiwa na mke wake, siku zikasonga kidogo. Mfalme alipotumana msaada, serikali inaomba msaada kwa tajiri wa nchi, Mungu amemuinua. Tajiri analindwa na serikali, biashara iko salama, ametajirika. Daudi ametumana msaada, ako porini anapigana na maadui. Nabali anaanza kuwatukana, tokeni hapa, maana alikuwa mlevi. Pumbavu hii. Kwani nawafanyia kazi? Nani aliwatuma kuwa polisi? Simuache kazi ya polisi mkafanye kazi. Mambo ya kuombaomba watu pesa na mfanye kazi. Toka hapa! Ama nifungulie mbwa. Mama Kachien, Mama Dija. Daudi akapelekewa ripoti, akakasirika. Daudi akatumana masoja wakaue Nabali. Mama alipopata ripoti Daudi amekasirika, huyu mama akakimbia. Abigail, sema Abigail. Abigail akakimbia, akakutana na majeshi ya Daudi, akawapigia magoti, akasema, Bwana wangu ninatubu. Mume wangu aliongea kwa upumbavu. Hapo ndipo wanaume wa kipindi kile waliitwa nini? Wapumbavu. Abigail akasema, bwanangu alitenda upumbavu kwa sababu hakutenda haki. Naomba akaomba msamaha, akatubu, akiwa amebeba vitu. Nabali alikatalia wasipewe majeshi. Majeshi wako kazini, wako vitani, na nakatalia msaada. Biblia inasema ya kwamba Daudi, Nabali alipoerevuka, pombe ilipoisha kichwani, akagundua makosa aliyofanya, lakini ilikuwa amechelewa. Biblia inasema ndani ya siku 10, siku ngapi? Biblia inasema Mungu akamuua Nabali. Daudi aliposikia Nabali amekufa, akasema, ashukuriwe Mungu aliyenizuia damu ya Nabali isinifuate, maana alikuwa ready kumuua. Serikali inataka msaada, na yeye ni tajiri anakataa. Naomba Mungu akufikishe ya kwamba uliye Mombasa, uliye Nairobi, uliye Kisumu, serikali account inaweza omba msaada kwako. Natangaza Bwana kufikisha hapo. Watu wanataka kusaidia serikali. Natangaza ya kwamba wanasiasa wakuombe magari, wakikampenia, wakipita wanakupa makontrakti ya kulipa gharama ya magari yako. Naomba Bwana apeane neema kwa watu. Na mikono juu. Ina mikono yako juu. Roho Mtakatifu na kuabudu. Wasahiri Adonai. Grupu ya mwisho ukiwa umeinua mikono,
adui wa mwisho ambaye nataka uombe na hiyo ni wale wanaosema yale nitakayokufanyia, lile jambo nitakalolifanya hautawahi amini. Kama ulishawaambiwa na mtu ya kwamba kila atakufanyia hautaamini, nataka nikuonyeshe vile utaomba. Usirudishane maneno, usimtumie message, tumia neema. Ambia mtu tumia neema. Kumbukumbu la Torati 32:39. Usishushe mikono yako wewe. Kumbukumbu la Torati, labda huo unaandika hiyo point pengine. Kumbukumbu la Torati 32:39. Alafu Zaburi 78:66. Karibu mtumishi wa Bwana Pastor William. Kumbukumbu la Torati 32:39. Fahamu sasa ya kuwa mimi, naam, mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Naua mimi na huisha mimi, nimejeruhi tena naponya, wala hapana awezaye kuokoa katika mikono wangu. Awezaye kuokoa kwa mikono yangu ni kwamba anamaanisha hivi. Wokovu ni kutolewa kwenye hatari. Anamaanisha Mungu hivi, hakuna atakaye kutoa kwa mikono yake jaduong, jatelo ama japolo, acha nite japolo. Hakuna mtu atakutoa kwa mikono ya Mungu. Wale wanaosema kile nitafanya hautawahi amini. Leo naongea na mtu, kuna vitu napitia, unakosa usingizi. Mungu hajakupa baraka za kukustress, hajakupa baraka kukunyima usingizi. Ameahidi humpa mpenzi usingizi akalala kama mtoto mchanga. Wewe nani anakufanya usilale? Huyo nionyeshe leo huyo, nami nikuonyeshe Mungu atakaye kusaidia. Bwana amesema, fahamu sasa ya kuwa mimi, naam, mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Waambia hakuna mwingine mwenye nguvu kwa maisha yangu ila Mungu aliye hai. Anasema mimi naua mimi, nashusha mimi, najeruhi tena naponya. Yaani hakuna vitu vyote. Ndio maana Yesu akasema hivi, usiogope aneua mwili na hana uwezo juu ya roho. Sema amina. Mchana nilisema hivi, Mungu ainue billionaires hapa kanisani. Wana wa baba Daktari Askofu Mwaura, kupatikane mabilionea. Kama Mungu anaruhusu bishop atembee na viongozi wa nchi, inaonyesha wazi ya kwamba ako na neema ya kukuza viongozi wa kanisa na wa kiserikali. Vile ameingia kwenye maofisi ya kiserikali, kuna watu wamewafungulia milango. Kama hautafanyika wewe, watoto wako watafanyika viongozi wa nchi. Bwana amesema naua. Amesema wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Hakuna atakaye kutoa kwa mikono ya Jehova. Shala. Roho Mtakatifu na kuabudu. Soma hiyo Zaburi 78:66. Wastahili Adonai. Watajuaje Yesu umenituma wewe? Watajuaje Mungu ulisema na Bishop Mwaura, ili kwamba kuna mtu kilio chake kimekufikia mbinguni, ukamtumia mtumishi kama Musa wa leo. Askofu Mwaura leo ni Musa wa kwetu, leo ni Musa wetu leo. Wakati wa kanisa la kwanza palikuwa na Musa. Katika jina la Bwana mwajeshi aliye mbinguni. Hebu nisome Zaburi 78:66. Akawapiga watesi wake. 66 hapana 26 media team. Akawapiga watesi wake, akawarudisha nyuma, akawatia aibu ya milele. Neema inafanya Mungu achilie mapigo kwa maadui. Neema inafanya adui zetu wapate aibu za milele.
Naomba aibu ulionayo leo inapeana mtu aliyesababisha ipate wewe. Si kama ni hata kama nitapata mtu mmoja unaelewa kile naongea. Jana mumeona ile mama alikaa tasa kwa miaka 7, sasa amezaa watoto wawili. Tasa miaka 7. Mliona ile msichana jana alisema akinijua alikuwa na miaka 14, alikuwa na allergy ya ngozi, allergy ya nyama, allergy ya maharage, alikuwa hali maharage. Kuna vitu alikuwa hatumi kwa miaka 14, lakini baada ya deliverance leo anakula kila kitu, alipona alisas, ni mzima na ni mhuduma hapa kanisani. Hii kama nitapata mtu, jana niliwaambia Mungu aliponya mamangu mzazi yako pale Pasakeresensia, alikuwa na kansa kizazi yako hapa. Mamangu unaweza ukasimama tu watu wa kuone wajue mama Apostle nani. Kansa kizazi. Huyo kutoka kansa leo ni pastor. From cancer to pastor. Sema amina. Mama alikuja, mama alitaka aombewe, akienda hospitalini kufanyia operation atoke salama, maana madaktari wanatoa kizazi. Na Bwana akasema ya kwamba lazima tuwe na last born. Mama atapewa last born wetu ambaye anaitwa Joshua. Joshua kwa wapi? Joshua kimbia hapa. Joshua msigani. Huyu ndio last born wa kwetu, mimi nikiwa first born. Huyu hapa. Watu wanasema nabii hana heshima kwao. Mimi nimeona heshima kwetu. Kwetu nimeona heshima mimi leo hapa. Huyu mama akiwa ameambiwa anatolewa kizazi kwa sababu ya kansa ya kizazi. Na Bwana akasema lazima ndugu yetu mdogo azaliwe Joshua. Tena Roho Mtakatifu akaniambia nimwambie mama yangu atazaa mtoto wa kiume, na Joshua kwa hapo. Engineer Joshua huyu atakuwa engineer hatari huyu. Pastor, mhubiri, tena engineer hatari. Kenya na mataifa watamtambua Joshua. Wezi ita Joshua jina shujaa, jina Joshua aliyegawanya mto Jordan alafu liende kando. Maisha ya Joshua Biblia yaumbike ndani yako katika jina la Bwana majeshi. Ina mikono juu. Asante Roho Mtakatifu na kuabudu. Wewe ni Mungu wa mbinguni. Watajuaje Mungu? Unapeana neema. Bwana, kuna watu wako hapa hata ajui rent atalipa namna gani. Tayari ana miezi 3 hajalipa. Kuna watu wako hapa Bwana wa majeshi, alinunua gari msaidia, ameweka gari juu ya mawe. Kuna mtu Mungu ananiangalia kwa mtandao, wengine amefukuzwa kwenye ndoa, wengine hana mtoto. Bwana, hata kama utasikia watu 10, sikia huyu mmoja. Watu wametoka Kiembeni, Bamburi, Kiembeni, wako hapa kwa ibada. Bwana wa majeshi, Joshua akasema na ijulikane kuna Mungu katika Israeli. Joshua akasema dunia nzima na ijue kuna Mungu katika Israeli. Ijulikane Mungu, kuna Mungu kwenye madhabahu ya Pentecostal Worship Ministry. Kuna neema iko hapa. Kuna neema iko hapa. Uliyetembea na Musa ndio uliyetembea na Joshua. Uliyetembea na Elijah ndio uliyotembea na Elisha. Katika jina la Yesu. Adonai, hata kama ni mtu mmoja tu, huyu anasikia kitu kinatembea kwa tumbo kama mtoto na hana mimba. Huyo Mungu ambaye ana shida ya macho, huyu ambaye Bwana kuna deni namsumbua, huyu ambaye Bwana kisunzi kinamsumbua, huyu ambaye Bwana macho yanamsumbua, huyu ambaye Bwana amezaa mtoto hajawahi tembea, huyu ambaye Bwana anazaa watoto wanakufa. Jehova, huyu anazaa watoto wanakufa. Bwana fanya jambo, ina mikono juu. Huyu ambaye Bwana mtoto ametoka operation, zile challenge ambazo ana face
tangu biashara imeanza kuinuka, tangu Bwana majeshi amepanua biashara yake, ni kama adui amesikia uchungu, ameinua vita kwenye maisha yake. Naomba Bwana kausome moyo wako leo. Bwana asome moyo kama kitabu katika jina la Bwana. Natangaza Roho Mtakatifu asome moyo wa mtu, asome moyo wa mtu. Yani hapa mtu wa Mungu, itakutegemea vile umeachilia moyo wako. Wakati naongea ninahisi nguvu ya Mungu katika jina la Bwana. Nahisi upako Roho Mtakatifu ukichagua watu ambao wamekuja kupokea.